majina naitwa Hassan Kasimu Mnanga, ambaye ni mwanasheria kitaaluma, lakini ni hakimu mkazi mwandamizi. Kwa sasa nipo katika mahakama ya mwanzo ya wilaya ya Iringa, Bomani. Ninayo furaha kuungana nawe ndugu mtazamaji, tukizungumzia sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zanguni, sheria ni kanuni zinazohusisha utaratibu wa jinsi ambavyo jamii au wanajamii wanakuwa wamekubaliana jinsi ya kuishi kwa pamoja katika eneo lao hilo. Kwa sisi Tanzania tunazo sheria ambazo zinatungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo ni sheria mama, lakini vile vile tunazo sheria ndogo ndogo ambazo zinatungwa na halmashauri zetu au miji au serikali za mitaa. Kuna sheria ndogo ndogo ambazo nazo pia zinatambulika kuwa ni sheria katika Jamhuri hii ya Muungano wa Tanzania. Sheria hizi kama nilivyosema ni kanuni za ujumla ambazo zinahusisha utaratibu wa namna tunavyokubaliana kama wanajamii jinsi ya kuendesha maisha yetu bila mmoja kupoka haki za mwingine katika maisha yetu. Zimegawanyika katika aina zifuatazo. Tunazo sheria za kijinai. Hizi ni sheria ambazo zinahusisha yale makosa dhidi ya jamhuri. Tunaita makosa dhidi ya jamhuri, lakini makosa ambayo mtu mmoja anakuwa anamfanyia mwingine, yameainishwa hao makosa katika sheria ya kanuni za adhabu, ambazo ni sheria zinazoainisha hao makosa dhidi ya jamhuri. Lakini pia tunazo zile sheria zinazohusiana na mambo ya uhujumu uchumi, kuna sheria zinazohusiana na mambo ya wanyama wa pori, kuna sheria zinazohusiana na uhifadhi wa mazingira, zile vitu ambavyo vinakuwa ni vya kiuma. Basi tuna sheria ambazo zinasimamia kule na zinatengenezewa makosa ya kijinai, ambayo kama mtu atakuwa amezivunja hizo sheria, basi atahukumiwa au ataendeshewa shauri lake kijinai dhidi ya jamhuri. Lakini tunazo sheria za kimadai. Hizi ni sheria ambazo zinahusiana na madai kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Inawezekana mimi nimepoka haki yako, ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, basi wewe unaweza kanishtaki kwenye kile ambacho nimekikosea katika kukukosea wewe kimadai. Unaweza tukawa tumekopeshana, tumekubaliana labda makubaliano fulani ya kuendesha biashara, mimi nikahini, nikachukua pesa zako. Inawezekana wakati mwingine kaingia kwenye makosa ya jinai, lakini wakati mwingine inakuwa ni kimadai, kwa maana ya mimi na wewe, labda ile kimamala ya mtu na mtu. Lakini wakati mwingine inaweza kawa mtu huyo tunaita na legal person, kama vile serikali, nayo pia ina madai. Wakati mwingine inaweza kaendesha dhidi ya wananchi au mtu mmoja mmoja, au madai ya mtu dhidi ya serikali. Inaweza ikawa ni madai ya taasisi fulani au kampuni fulani dhidi ya mtu mmoja, au kampuni fulani dhidi ya serikali, au inaweza ikawa ni serikali dhidi ya hiyo kampuni au mtu binafsi. Yote haya yanatokea, lakini tunayaita ni sheria za kimadai, ndizo zitakazotumika kushughulika na mazingira kama haya ambayo watu wanakuwa wanadaiana kutokana na ima kufanyana hiana kwenye makubaliano yao au kudhurumiana kwa namna moja ama nyingine. Lakini tunazo sheria ambazo zina muundo wa kimadai, lakini zina vipengele. Kwa mfano, sheria za ndoa, tuna sheria za mirathi, tuna sheria za talaka. Zote hizi, tuna sheria za ardhi. Zote hizi kwa ujumla wake zinaingia kwenye sheria za kimadai. Tuna sheria za ajira na mahusiano ya kazi kwenye maeneo yetu. Zote hizi zinaingia pia kwenye huu mkururo wa kimadai. Inaweza kuwa mtu ameajiriwa na mtu mwenzake, hajalipwa stahiki zake, kwa anaweza kudai. Akileta yale madai yake, analeta kwa mnasaba wa sheria hizi za kimadai, na hili shauri linaitwa ni shauri la kimadai. Ingawa sasa tuna utofauti wa sehemu ambako haya mashauri ya ima madai au ya jinai yanafanywa kazi. Katika hizi sheria tumeundiwa vyombo ambavyo vinasimamia sasa ufuatiliaji wake. Kwa mfano, mtu umetendewa jinai,
Nikisema jinai hapa ni yale makosa dhidi ya jamhuri kama nilivyosema, na yanakuwa haya makosa yameainishwa kwenye sheria mahususi kama vile sheria ya kanuni ya adhabu. Hii ni sura ya 16 ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tunazo sheria zinazohusiana na mambo ya wanyamapori ambako mara nyingi watu kule wanashitakiwa kama wahujumu uchumi. Kuna sheria za mambo ya rushwa, ni jinai. Lakini kuna sheria mmoja labda katenda jinai ya kumuua mwingine kupitia ajali barabarani. Tuna vitu kama hivyo tunaita traffic laws, sheria zile za kuhusiana na mambo ya vyombo hivi vya usafiri. Kwa nazo hizi pia zina maeneo yake ambako zinaenda kushughulikiwa. Kwa hizi za kijinai kwa ujumla zinaenda katika mahakama zetu. Tunazo mahakama za mwanzo ambazo zinasikiliza mashauri madogo yanayohusiana na makosa ya jinai, kama ambavyo makosa hayo yameainishwa katika sheria zinazoanzisha hizi mahakama za mwanzo. Ni sheria ya mahakama za mahakimu, ni sura ya 11 ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imeweka utaratibu wapi aina hii ya shauri likasikilizwa. Kwa hiyo ile sheria ikasema mashauri yanayosikilizwa kwenye mahakama za mwanzo ni haya, imeorodhesha. Lakini kuna mashauri ambayo yanasikilizwa kwenye mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi na mahakama kuu moja kwa moja. Haya ni mashauri yale ambayo yanakuwa ni makosa makubwa. Kwa mfano makosa ya uhaini, makosa ya mauaji na aina zake. Kuna mauaji ya kukusudia na mauaji ya bila kukusudia, yanasikilizwa na mahakama kuu tu. Umeona Lakini kuna makosa haya ambayo yanakuwa ni ya jinai lakini ni madogo kiasi, hayana uzito sana, kama vile wizi, kama vile ubakaji, yanasikilizwa katika mahakama za wilaya na mahakama ya hakimu mkazi kwa kuanzia. Na moja kwa moja kama kutakuwa kuna rufaa ndio zinaenda huko juu. Lakini tunayo mahakama yetu ya rufani, yenyewe inasikiliza rufaa zote zinazotoka kwenye mahakama kuu. Kwa mahakama kuu, baada ya kusikiliza rufaa au mashauri yale ya asili kutoka kwa wewe mwananchi, basi baada ya hapo kama kutoka kuna rufaa itakuwa inaenda kwenye mahakama ya rufani, ambayo ndio mahakama ya mwisho kabisa katika muhimili wa mahakama katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikitokea wewe ndugu mwananchi, mtu kwa kufanyia jinai, unatakiwa kuanza kwa kutoa taarifa kwenye serikali ya mtaa unapoishi. Serikali ya mtaa watawasiliana na polisi jamii, tuna polisi kata, watakuja, wataangalia kile ambacho kimejitokeza katika eneo lako kuhusiana na hiyo jinai. Na baada ya hapo wataandaa mashtaka ambayo ndio sasa yataangaliwa yapelekwe kwenye mahakama gani. Kwa hiyo ukiwa na shauri lako au mtu kakukosea kwenye haki yako, ukiona ni ya kijinai, basi utatakiwa uipeleke ima serikali za mitaa au unaweza ukairipoti wewe mwenyewe polisi moja kwa moja. Lakini mambo yote ya kimadai hayapelekwi polisi, na hapa kumekuwa kukitokea sintofahamu kidogo. Watu wamekuwa wakienda polisi na matokeo yake wanakuwa wamepoteza muda wao na rasilimali zao kwenda huko. Ukiwa na swala la kimadai, basi peleka moja kwa moja. Ima kama itakuwa ni ndoa au talaka au mirathi, basi haya ni mambo yanayoenda kushughulikiwa kwenye mahakama zetu moja kwa moja. Na kama itakuwa ni swala la wewe unamdai mwenzako kitu, pia hili litakuwa linaenda mahakamani moja kwa moja. Kuna mambo ya ardhi, haya yanaenda katika mabaraza ya ardhi ya kata, mabaraza ya ardhi ya wilaya na mahakama kuu kitengo cha ardhi, na rufaa zake zinaishia mahakama ya rufani. Lakini vile vile kuna mambo ya ajira na kazi, haya yanaenda kwenye mabaraza ya usuluhisho wa migogoro ya kazi, wanaita CMA. Kule ndiko ambako migogoro ya kazi au mahakama ya kazi yanakofanyika. Kwa hiyo utapeleka swala lako kule, rufaa zake zinaenda mahakama kuu kitengo cha kazi, lakini rufaa kutoka mahakama kuu kitengo cha kazi zinaenda mahakama ya rufani. Huo ndio unakuwa utaratibu. Kwa uzoefu wangu katika mahakama zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekuwa tukipokea kesi nyingi sana za jinai, na makosa mengi sana ni wizi, ambao hili linaonyesha uaminifu kwenye jamii umepungua sana. Wanajamii turudi kwenye kuaminiana, turudi kwenye kuheshimu rasilimali za watu wengine. Kuna makosa ya kuvunjiana heshima kama vile kutukanana, kupigana, yamekuwa ni mengi sana. Haya pia yamekuwa yakisababisha pamoja na mambo mengine na tabia ya ulevi wa kupindukia na vitu kama hivyo, ambao tunawaasa wanajamii tujiepushe na hizi tabia ili mwisho wa siku tuweze kuishi vizuri. Lakini kuna makosa hadi ya mauaji sasa hivi yamekuwa ni mengi kwenye jamii zetu.
tunatakiwa tujitahidi kuona namna gani tunaondokana na hiyo hali ya kudhulumiana uhai wetu. Hakuna dhulma kubwa kama dhulma ya uhai wa mtu katika jamii zetu. Na vile vile kuna makosa ambayo yamekuwa yakijitokeza kwa wingi pia kuhusiana na mahusiano. Kuna mambo ya ubakaji, kuna mambo ya ulawiti, yamekuwa ni mengi sana katika jamii yetu hivi sasa. Hii inatokana na mmomonyoko wa maadili tu. Viongozi wa dini, lakini vile vile wanajamii kwa ujumla, tujitahidi kuziishi dini zetu katika maisha yetu ya kila siku, ili mwisho wa siku ile miiko, dhambi zinavyosema hili ni dhambi na nini, vitusaidie kuepuka haya mambo. Kuna watu kwenye jamii huko wanayafanya pia haya kama miradi yao ya kuendesha maisha. Wanakuja watu wanahamasisha ndoa za jinsia moja, kuna watu wanahamasisha mahusiano ya jinsia moja na vitu kama hivyo. Hivi ni vitu ambavyo havifai, na kwa mujibu wa sheria zetu vimekemewa vikali na vinajitokeza na vina adhabu, na mbaya zaidi vina adhabu kali sana. Kwa ndugu msikilizaji, hebu fikiria, umemlawiti mtoto, umembaka mtoto, unafungwa miaka 30 jela. Maisha yako umeyafanyia nini ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia? Unapoteza ile thamani ya maisha yako ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia hapa duniani. Kwa haya, kwa uzoefu wangu, ndio makosa makubwa sana ambayo yanatokea, ni jinai sana ambazo zinajitokeza kwenye mazingira yetu. Kwenye madai tunapata sana ya kudhulumiana, watu wanafanyiana hiana kwenye makubaliano yao, wanakopeshana kwenye vikundi. Sasa hivi vikoba, wakina mama wanadhulumiana sana. Makesi haya yanakuja mahakamani ya kimadai. Tuepuke hii hali ya kudhulumiana, hii hali ya kudhulumu haki za wengine, ili mwisho wa siku tuifanye jamii yetu iwe ni sehemu salama ya kuishi. Nikusisitize ujitahidi kufuatiliana nasi kuweza kuzijua sheria, kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutojua sheria hakuwezi kukupelekea wewe ukaondolewa kwenye hatia ya kosa ambalo utakuwa umeshtakiwa kwalo, hususan makosa ya kijinai. Huwezi kusema nilikuwa sijui sheria kama inasema hivyo. Hapana, kutokujua sheria inakuwa kwako sio sababu itakayokupelekea usitiwe hatiani na kuadhibiwa kwa kosa utakalokuwa umelitenda. Kwa hiyo tujitahidi kuzifuatilia na kuzijua hizi sheria kupitia mimbari kama hizi ambazo ndugu zetu wanakuwa wanaturekodia kama hivi na kukuleteeni.